Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na Pastor Mihamba, na leo tunamshukuru Mungu kwa kuwa ni siku ya 4 ya mfungo wetu, na leo Bwana anaenda kujifunua kwetu kwa mafuta ya Alfa na Omega, na sisi tutajiweka wakfu katika mafuta ya Alfa na Omega. Yeye anaenda kujifunua kwetu na sisi tunaenda kujiweka wakfu. Sasa nataka niende nisome katika kitabu cha Ufunuo, pale ambapo Yohana alifunuliwa na Mungu alijifunua kwa Yohana kama Mungu ambaye amebeba upako wa Alfa na upako wa Omega. Akasema hivi katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wa 8. Akasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyoko na aliyekuwako na atakaye kuja, Mwenyezi. Sasa Mungu anajifunua kwa Yohana. Ni ufunuo huo, ni ufunuo wa Yohana. Anafunuliwa, anajifunua yeye Mungu kwa upako wa Alfa na Omega. Sasa ukisoma kwa haraka pasipo kuyachimbua mambo kiroho, unaweza kuona ni mstari mfupi lakini umebeba mambo mengi sana, kwamba yeye ndio anayejifunua kwenye mafuta ya kuanza kitu katika nyakati. Ndio maana anaeleza nyakati mbalimbali kwamba aliyekuwako, aliyopo na atakaye kuja, ama atakaye kuwako, Mungu Mwenyezi anajidhihirisha kwa nyakati, kwamba kuna nyakati za kuanza, kuna nyakati za kufanya kitu kikomae, na kuna nyakati ya kufanya jambo litokee kama matunda. Sasa huu ni upako ambao ukikosekana kwa mtu, unajikuta anashindwa kuanza, ama yule mwenye anaanza anashindwa kufanya vitu vitokee. Haviwezi kuwa na matunda mwishoni ya Omega, kwamba kuna jambo limetokea. Sasa hii kitu usipoiangalia ni jambo la kiroho sana, ambalo anatakiwa mtu awe na Roho Mtakatifu kuelewa ninachokiongea. Lakini unikikurudisha kwenye mazingira ya kawaida, utanielewa tu, hata kama haujaingia kiroho sana utaelewa. Labda niseme tu, umeshaona mtu akianza shule halafu haishi. Na mwingine unakuta ameanza shule mpaka wenzake wanampita, wanaenda wana graduate, ye bado yupo tu anazunguka pale pale. Ujue kuna mafuta ambayo anayahitaji ya kumfanya yule mtu aweze kuanza vizuri na kumaliza. Lakini yupo mtu ambaye yeye anapambana kila siku, anasema nitaanza kesho. Mipango yote iko kwenye karatasi, lini ataanza ni kila siku anasema kesho. Ujue hapo pana shida ya upako wa Omega, wa Alfa, wa namna ya mambo kuanza. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka kwamba ni upako gani wa muhimu kati ya upako wa Alfa na Omega, utakuja kugundua ni upako wa Alfa na Omega kwa pamoja ndio unaoweza kufanya jambo litokee. Kwa sababu hautaweza kuona vitu vikifika Omega kama havikuanza Alfa. Hauwezi ukaona upako wa Alfa ukaleta matokeo kwenye Omega kama haukuanza na huo Alfa yenyewe, ambapo ndio mwanzo. Kwa hiyo unakuta kwenye vitu vingi sana adui amekuwa akitumia upako kuzuia namna yote tusijiambatanisha kwenye upako wa Alfa na Omega, ili atucheleweshe kwenye mambo mengi sana. Unakuta kuna ucheleweshwaji mkubwa sana kwenye maisha ya watu wengi. Unajikuta kuna mambo yanaenda nje ya umri. Unajikuta kuna vitu vingi vinapitiliza na miaka yanaenda. Unakuta kuna mwingine mpaka leo mwezi wa 3 akirudi tu achungulie kuanzia mwaka mpya mpaka leo, haoni kama kuna kitu kikubwa kimeanza ama kimeisha. Haoni kama kuna nuru, anaona tu yani ni vile vile. Ujue kuna kitu ambacho unatakiwa uwe nacho, na ni upako huo wa Alfa na Omega. Kuelewa tu Mungu amejifunua katika upako wa Omega na Alfa haitoshi, lazima ujiweke wakfu.
leo tunaenda kujiweka wakfu kwenye huu upako wa Alfa na Omega. Nini kinatokea unapojiweka wakfu kwenye upako wa Alfa na Omega? Kuna mambo yanaweza usijue kama yanatakiwa yachomezee kwako. Kuna mbegu ambayo unaweza usijue. Kuna namna unaweza usijue mambo kwamba yanatakiwa yaanze kwako. Kwa hiyo kuna vitu usipojua kwamba vinatakiwa vianze kwako ni ngumu sana, kwa sababu hujui. Lakini ukipata upako wa Alfa na Omega, ndipo utaanza kuona kuna project zinakuja kwako, zinaanza kudhihirika kwako kwamba hivi kumbe mimi ni mfugaji, hivi kumbe mimi ni mkulima. Haiwezekani ukaelewa kama we ni mkulima kama hakukuwa na upako wa Alfa kukufunulia we ni nani na kuna jambo gani unatakiwa ulifanye. Ndio hapo utafunuliwa, utasema kumbe mimi ni CEO, ni mkurugenzi mkuu wa kampuni fulani. Kumbe naweza nikaanzisha kampuni fulani. Kumbe naweza nikaanzisha mradi fulani. Kumbe naweza nikaanzisha biashara fulani. Haiwezi hilo jambo likaja mpaka hilo wazo likutane na upako wa Alfa. Na hiyo upako wa Alfa linaweza jambo likawa tayari lipo kichwani, lakini kuanzishwa sasa likawa ni ngumu tena, linahitaji upako huo wa Alfa. Kwa kuna watu aina mbili. Kuna mwingine hana chochote kichwani, haelewi kama kuna jambo lolote. Yupo tu, siku ikiisha nasema leo imeisha, leo ni Jumanne, kesho ni Jumatano, kesho kutwa ni Alhamisi. Yaani haoni kama siku zinaenda na matokeo. Anaona tu siku zinaenda. Ujue kuna kitu kimekosekana hapo. Na kuna wengine wanaanza vizuri kabisa, alafu shetani anatengeneza mazingira na block upako wa Omega. Unajikuta umeanza vizuri, sasa kumaliza ndio shughuli yake. Unajaribu kufanya hiki, mambo yanaenda ovyo. Wale wamaliziaji kule wa huo mradi wanaanza kuleta vurugu, wanaanza kuleta shida. Kulikuwa kuna mama mmoja nilikuwa namuombea. Yeye alikuwa anafuga kuku. Anaenda vizuri kabisa. Kuku atakapoanza kutoa mayai, lile yai linavyotaka kutoka linanasa sehemu, kuku anakufa. Kwa hiyo alikuwa anafikia kipindi anaokota kuku. Just imagine, amewalea kwa vyakula vya gharama kwa miezi kadhaa. Wale wanaofuga kuku wa kisasa wanaelewa, huwa wananyakati wanafuga hao kuku kwa miezi fulani hivi, sijui ni mingapi, lakini kuna expenditure, kuna fedha nyingi sana ya vyakula na madawa. Alafu unatarajia uanze kuokota yai, kuku anakufa siku hiyo. Unaweza kaelewa, lakini wale wafanyabiashara wanaofanya hiyo biashara ya ufugaji wanaelewa vile ambavyo unaweza kuchanganyikiwa. Sasa ilikuwa inatokea hivyo. Mwingine akafuga kuku wale wa nyama, halafu wamefika wale kuku wana time limit kwamba ikifika muda fulani lazima uuze, la sivyo wanaanza kula faida. Sasa umefika muda huo, hakuna mteja hata mmoja. Hauwezi kaacha kualisha, inabidi uendelee kualisha. Anaendelea kualisha, na anavyoendelea kualisha anaendelea kupata hasara. Kwa hiyo anajikuta ameanza vizuri, hajafa kuku hata mmoja, lakini kule sasa kwenye Omega yake, Omega kule pana shida. Kwa hiyo ni lazima uelewe ya kwamba kwanza ama kumaliza kunategemeana sana na mafuta ya Alfa na Omega. Kuna kijana wangu mmoja nimefanya naye kazi kwa muda mrefu kidogo toka huko nyuma, kana niuliza, akaniambia, "Pastor, hivi wewe kwa nini kila jambo ukilifanya lazima lifanikiwe?" Akasema, "Nimefanya kazi na wewe kwa miaka mingi." Amefanya kazi na mimi kwa miaka zaidi ya 10 na akasema, "Sijawahi ona ukilianzisha kitu ama ukianzisha wazo likafa." Akasema, "Mimi nataka nijifunze kutoka kwako." Alinihoji mara nyingi sana, lakini nikawa namwangalia, nashindwa nianze wapi kumweleza. Mtu mwingine anaanza kuwaza, hivi atanielewa kweli? Lakini siri kubwa ni upako wa Alfa na Omega katika jambo lolote. Kama una mradi wako wote, usihakikisha huo mradi unaukutanisha na upako wa Alfa na Omega. Kama unaanzisha mahusiano yoyote, hakikisha hayo mahusiano unayapambanisha, unayakutanisha na upako wa Alfa na Omega. Mtu tu akija hapo kusema nataka kukuoa, hakikisha usiku wake unafanya maombi ya kuruhusu upako wa Alfa na Omega.
Na ndio maana ukuta kuna mtu mwingine anasema uchumba wangu mimi hauna mwisho. Yani miaka 7, miaka 8 hakuna ndoa. Ujue pale na wenyewe unahitaji omega, upako wa alfa na omega. Kuna namna ambapo muamini anayetembea rohoni akielewa kwamba huu upako ni alfa na omega, vile unavyofanya kazi ni rahisi sana mtu kufanikiwa. Ni rahisi sana mtu kufanikiwa. Na ndio maana wapendwa, wengi tupo kwenye vita tusioijua. Na vita moja kubwa ambayo inatufanya tudharaulike kwamba tuna Yesu lakini hatuna fedha, tuna Yesu lakini hatuna miradi, tuna Yesu lakini hatuna vile vitu ambavyo Yesu anavyo, ni kwa sababu hatuna weledi katika roho kutumia mafuta ya Roho Mtakatifu, kujiweka wakfu kwenye mafuta ya Roho Mtakatifu yanayohusiana na vitu mbalimbali, ikiwepo upako wa kuanza na kumalizia. Itafikia kipindi tuonekana kama wapendwa hatuna akili, lakini tuna akili kuliko mtu mwingine yeyote anayeweza kudhani, kwa sababu akili zetu zimewekwa nguvu na Roho Mtakatifu. Mtu mwingine anaweza kadhani ya kwamba wapendwa hawa ni wazembe. No. Ni wachapakazi, ni wafanyakazi wazuri sana, kwa sababu tunatembea kwenye maono, tunatembea kwenye ufunuo. Sasa shida ni nini? Shida ni namna gani wapendwa tunajua umuhimu wa kujiambatanisha ama wa kujiweka wakfu kwenye upako wa alfa na omega, kwamba tunachokianzisha kifike mwisho basi, au kuna kitu Mungu aachilie upako wa alfa tupate kukianza. Hivi ninavyoongea leo natakuhakikishia kuna mtu atafunuliwa mradi wa kwanza. Hivi ninavyokuambia leo kuna mtu ambaye alikuwa na mradi atapata nguvu ya kwanza, kwa sababu upako wa alfa huwa unakuja na mtaji wake. Kwa hiyo usipojiambatanisha kwenye upako wa alfa, unaweza kuona mawazo kwamba ipo siku nitaenda China, nitafunga bidhaa, nitafanya. Lazima hilo wazo lipambanishe kwenye upako wa alfa na omega. Usiulize mtaji nitapata wapi. Upako wa alfa huwa unakuja na mtaji, huwa unakuja na watu wa kuanzilisha. Upako wa omega huwa unakuja na watu wa kumalizia, huwa unakuja na wateja, customers, ambao watakuja kununua. Wale wanakujaga wanaletwa na nguvu ya upako wa omega kwenye maisha ya mtu. Kama ni mfanyabiashara, upako wa omega unaleta wafanyabiashara. Upako wa alfa unaleta mtaji. Kwa mtu mmoja leo anapoenda kujiweka wakfu katika upako wa alfa na omega kwenye mfungo wetu wa leo, kuna namna upako wa alfa utakuja na wazo hilo litakuja na mtaji. Mtaji utatokea wapi? Sikia, upako utaleta mtaji. Kwa kutokea wapi? Utaunganishwa na watu na kabila za watu. Utaunganishwa na watu wa Mungu waliowaita kwa jina la Bwana kwa kujilie. Atakuunganisha na mazingira ambayo Mungu ameyafanya uanzie hapo. Atakukutanisha na watu watakao kuelekeza, waliotangulia, wenye roho safi ya Mungu watakutana na wewe, watakupa maelekezo sawa sawa na vile walivyoagizwa na Mungu. Baada ya hapo utajikuta una move. Hapo ndipo ambapo unatumia vizuri mafuta ama upako wa alfa na omega. Kwa hiyo unaweza ukaishia tu kusoma katika Biblia yako kwamba Mungu amejifunua yeye kama ni Mungu ambaye amebeba upako wa kuanza na kumalizia. Ukisipojiweka wakfu haiwezi katokea kwako. Utakapojiweka wakfu utashangaa mambo yatakavyotokea ndani yako. Utajikuta mtaji umeamka, utajikuta watu wameamka, utajikuta vitu vinatokea, kwa sababu upo kwenye mafuta ya kuanza na kumalizia. Na uzuri wa upako wa alfa na omega huwa unaleta fedha. Mfano, mtu ameanza kujenga, halafu wakati wa ujenzi wake akajiweka wakfu kwenye upako wa alfa na omega, basi una uhakika hiyo nyumba itaisha. Lakini haijalishi una fursa kiasi gani, haijalishi una kazi wapi, haijalishi una biashara gani, usipojiweka wakfu kwenye upako wa alfa na omega, unaweza ukakaa na nyumba hata miaka 20 na hujaimalizia. Shida sio kwamba hauna fedha. Shida sio kwamba hauna kazi. No. Unafanya kazi kwenye taasisi nzuri, lakini hauna upako wa alfa na omega. Ulishaonaga wale wana struggle kujenga kweli kweli. Struggling ni nyingi sana. Anapambana, anajenga kwa jasho jingi, na bado
hawezi kwenda mbali. Unakuta unampa fundi anakudhulumu, unamnyanyua mtu unamwambia basi huyu ni fundi wa pili anajenga vibaya, unabomoa. Ujue kuna upako pale unatajika wa Alfa na Omega. Alafu unakuta mwingine tu ameanza ghafla amepata fundi mzuri, amepata sehemu nzuri ya material ya bei nzuri, amepata material original. Unajiuliza huyu jamaa anafanyaje mpaka anaenda hivi? Ni upako, ni mafuta ya Alfa na ni mafuta ya Omega. Mtu mmoja amefunguliwa siku ya leo. Mtu mmoja ameelewa niliyosema kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Sasa naenda kuomba. Tunaenda kujiweka wakfu kwenye upako wa Alfa na upako wa Omega. Kwenye maisha yako utaona vitu vitakavyotokea. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa vile ambavyo unasema nasi. Roho Bwana, asante kwa maana umedhamiria ya kwamba siku ya leo katika mfungo wetu huu wa siku ya 4 tujiambatanishe na tujiweke wakfu katika upako wa Alfa na Omega, kwamba kukawe na nguvu ya mambo kuanza na nguvu ya mambo kuisha. Roho Mtakatifu, asante kwa maana kila jambo ambalo wewe Roho Bwana unaenda kulianzisha leo kwa mtoto wako huyu kwa upako wa Alfa litaenda kukamilika kwa upako wako wa Omega. Roho Bwana, ninaomba neema yako tukajiweke wakfu na mtoto wako ajiweke wakfu kwenye upako wa Alfa na Omega. Tunawaweka na watoto wetu kwenye upako wa Alfa na Omega. Kila watakalo lianza, iwe ni shule yao wataimalizia, iwe ni biashara zao wataziamalizia, iwe ni mahali ambapo wanaanzisha miradi yao, makampuni yao yatafika katika tamati kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa maana umesema nasi leo ya kwamba upako wa Alfa unakuja na mtaji wake na upako wa Omega unakuja na wateja wake. Mungu aliye hai, ninaomba mfanye biashara huyu ukampe neema leo ya kujiambatanisha na kujiweka wakfu katika upako wa Alfa na Omega ili akaone kukua na kuongezeka kwenye biashara yake. Mungu aliye hai, ninaomba mama huyu au ndugu aliyeajiliwa ukampe neema ya kuwa na upako wa Alfa na Omega ili aone namna ambavyo anapandishwa vyeo, anaone namna ambavyo analipwa, anaongezewa mshahara, aone neema machoni pako katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa neema yako izidio sana. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana mtoto wako huyu ambaye hana mradi kichwani mwake, hajui afanye nini, leo Roho Bwana anapojiweka wakfu katika upako wa Alfa na Omega, ukamfunulie nguvu ya kuanza kwa upako wa Alfa na ukampe neema ya nguvu ya upako wa Omega. Kila atakachokigusa mtoto wako huyu kikutane na upako wa Alfa na Omega katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, nalibariki na kulinua jina lako. Sifa na heshima vyote ni vyako katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana kwa maombi haya. Tayari unaingia kwenye zoezi la kujiweka wakfu kwa Bwana katika upako wa Alfa na Omega. Na nataka mtu mmoja ashuhudie. Nataka ushuhudie mara baada ya maombi haya nini kitatokea kwenye mawazo na fikra zako. Na kama wewe ni mfanya biashara, umefanya biashara kwa muda mrefu, lakini uniambie baada ya kujiambatanisha kwenye upako huu wa Alfa na Omega nini kimeendelea kwenye biashara yako. Kwa sababu naona mtu mmoja akipewa mlipuko wa mafanikio mapya. Nataka mtu mmoja ashuhudie ili ujue ya kwamba Mungu anaishi kwa neno lake, na ujue ya kwamba kila neno linaloachiliwa limetoka kwa Bwana kwa ajili ya mtu fulani. Mungu wangu akubariki sana. Basi tuachilia sadaka yako ya kujiweka wakfu katika upako wa Alfa na Omega. Utaiachilia katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.